neno kuabudu limetajwa kwa mara ya kwanza kwenye Mwanzo 22 mstari wa 5. Sisi tumezoea kuabudu ni kunyanyua mikono juu na kuimba nyimbo za taratibu. Huwa niliwaambia kanisani siku moja, wale watu ambao mtu aliyetuambia kwamba kuabudu ni kuimba nyimbo za taratibu na kusifu ni kuimba nyimbo za haraka ametuloga sana. Kwa sababu iko mbali na kweli. Kumsifu mtu sio lazima uimbe kwa haraka, wala kuabudu sio lazima uimbe taratibu. Haina uhusiano kabisa. Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja nami, pamoja na punda, nami nitakwenda na kijana kule kuabudu na kuarudia. Unaona, kuabudu imetajwa kwa mara ya kwanza mahali ambapo kulikuwa na ishu ya utoaji sadaka, dhabihu tena ya kuteketezwa. Na hapo aliyekuwa anatolewa ni mtoto. Alikuwa anampeleka Isaka akamtoe dhabihu ya kuteketezwa, which is Mungu alireplace kwa kumpatia mwana kondoo. Hivi tunaona ya kwamba watu wanaenda kuabudu wakiwa na sadaka tu tena ya kuteketezwa. Hawakuwa na gitaa, hawakuwa na kwaya, hawakuwa na hekalu au kanisa, hawakuwa na nyumba. Tena walipanda mlimani kwenda kuabudu. Wala hatuambiwi ya kwamba Ibrahimu alikuwa anaenda kuimba. Hii inatupa nafasi ya kufikiri kwa kuabudu ni nini? Kumbe kuabudu ni zaidi ya kuimba. Essence ya kuabudu sio nyimbo. Nyimbo ni expression tu ya ibada, lakini ibada yenyewe ni nini? Kwa hili jambo la msingi sana. Unaanza kugundua ya kwamba kuna maneno mengi ambayo tungerudi kwenye muktadha matumizi ya kanuni ya mtajo wa kwanza, tungeanza kuona yalianza kutumika wapi na yalitumikaje baada ya hapo. Kwa jambo la msingi sana.